Mtume sallam wakati anawapa nasaha wale ambao wameamini lakini imani yao haijakita katika mioyo yao, aliwaambia maneno haya, bali hii ujumbe ni wetu wote, musiwasengenye Waislamu wala musiwavunjie heshima zao, wala musifuatilia yale yao ndani yao, kwani yoyote mwenye kufuata siri za mtu na akazifedhehesha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfedhehesha mtu huyo hata ikiwa ndani ya nyumba yake. Tujue kama tadini tudan, kama vile wewe unataka kuheshimiwa, jenga heshima ya mwenzako. Kama vile wewe unajitaka uwe ni mtu ambaye mwenye hadhi, mjengee hadhi mwenzako. Kama vile unataka usivunjiwe heshima, basi usivunjie heshima mwenzako. Hii ndio dini yetu ya Uislamu. Watukufu wa Islam, kusengenya ni katika jambo baya ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kalielezea kwa mapana na marefu. Tuelezee katika kidogo an-namima. Nini namima? Ambayo yapo haya mambo ya kufitinishana, ni kuchukua maneno ya huyu au ya huku kuyapeleka kule kwa njia ya fitna. Hii ndio namima. Leo haonekani mtu kwamba kafanya jambo zuri katika jamii zetu hizi, katika serikali zetu, katika mambo yetu, isipokuwa achukue maneno haya kuyapeleka kwa huku kwa njia ya fitna. Hili ni jambo baya kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tuti kull halafin mahin hamazin masha'in binamim manna'i lil khair mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim. Wala usimtii yoyote ambaye anakula viapo vya uongo. Usimtii yule ambaye hamazin masha'in binamim, anachukua maneno ya huku hali ya kutembea, hali ya kuwa kufitinisha. Haya ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamweleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yeye Mtume sallam anatuambia, ala ukhbirukum bishararikum, sikupeni habari ya mtu mbaya kwenu? Aliyembaya zaidi kwenu ni mtu gani? Qalu bala ya Rasulullah, wakasema hakuna shaka, tuambie ya Rasulullah. Qal almashauna bin namima almusifuna almufsiduna baina alahibba, wale ambao wanatembea wanakuwa wanachukua maneno ya huku kuyapeleka kule na wakafitinisha na kuyaharibu yale mapenzi yaliyo katika jamii ya watu. Siri ya namima ni yule ambaye anakuwa anachukua maneno ya huku kuyapeleka kule kwa nia ya kufisidisha, lakini kwa nia ya kufarikisha jamii ile na kuondoa mapenzi baina ya watu. Hili ni jambo baya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kaeleza kwamba huyu ndio mtu mbaya katika jamii.